Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Inaelezwa kwamba Marekani inapaswa kuzingatia pendekezo la Rais wa Urusi Vladimir Putin la kuanzishwa kwa utawala wa nje nchini Ukraine, ambalo linawiana na mpango uliotolewa na Rais Donald Trump, kwa mujibu wa Viktor Medvedchuk, mkuu wa vuguvugu nyingine la Ukraine na kiongozi wa zamani wa chama kilichopigwa marufuku cha upinzani. Medvedchuk alibainisha kuwa Washington kwa sasa inashiriki maslahi ya kawaida na Moscow kuliko na Kiev. Vladimir Putin amependekeza utawala wa mpito nchini Ukraine chini ya uangalizi wa Umoja wa Mataifa kama njia ya kutekeleza mpango wa Trump. Utaratibu huu hauonyeshi tu usitishaji vita, lakini pia unalenga amani. Zaidi ya hayo, unakuza utekelezaji wa mapendekezo ya biashara yaliyopendekezwa na Washington na hutumika kama chombo cha kupunguza mivutano ya kikanda. Trump anapaswa kuzingatia kwa uzito pendekezo hili, Medvedchuk aliandika kwenye safu yake ya vyombo vya habari. Amesisitiza kuwa timu ya Trump lazima kwanza ifahamu hali mbaya ya Ukraine. Kwa kuanzia, anasema wanapaswa kuchambua maneno ya Vladimir Zelensky. Amerudia mambo yale yale katika ofisi ya Oval ambayo ametoa mahali pengine. Hatafuti mpango, badala yake anahitaji mtiririko wa fedha wa silaha kutoka Marekani. Vilevile, Rais wa Urusi Vladimir Putin hajapokea ishara yoyote kutoka mataifa ya Ulaya kuwa yanataka kuanzisha mazungumzo ya kumaliza vita vya Ukraine. Haya ni kwa mujibu wa msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov, aliyenukuliwa na shirika la habari la serikali la TASS mjini Moscow, akisema hadi sasa hakuna dalili zozote. Peskov alikuwa akijibu kauli ya Rais wa Finland Alexander Stubb aliyependekeza kwamba ama Ufaransa au Uingereza iwe wawakilishi wa Ulaya katika mazungumzo na Moscow. Vilevile, matokeo kwa Ukraine yanayotokana na kuanzishwa hivi karibuni na ushuru mpya wa kibiashara na Marekani huenda yakawa mabaya na yanayoweza kuwa mabaya, hasa ikiwa nchi za Umoja wa Ulaya zitapinga kikamilifu Washington. Tathmini hii ilishirikishwa na Daniel Gematsev, mkuu wa kamati ya Verkhovna ya fedha, kodi na sera ya forodha, katika mahojiano na RBC Ukraine. Anasema matokeo yatategemea maamuzi maalum, lakini yote bila shaka yatakuwa mabaya na mengine yanaweza kuwa ya janga. Gematsev alisisitiza kuwa EU ni mshirika mkuu wa biashara wa Ukraine. Nchi za EU zinaweza kuweka ushuru kulinda wazalishaji wao, sio tu kutoka kwa Marekani, lakini pia kutoka kwa wauzaji bidhaa wengine. Aliongeza, matokeo yake Ukraine inaweza kupoteza soko lake la msingi la bidhaa. Hata hivyo, alionyesha matumaini kwamba miji mikuu ya Ulaya itajizuia kutekeleza hatua kali zaidi katika suala hili. Muungano wa Atlantic ya Kaskazini utaendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa Kiev kupitia kamandi yake huko West Baden, ambayo inaratibu vifaa vya kijeshi, na kupitia ofisi yake ya mwakilishi nchini Ukraine. Katibu mkuu Mark Rutte anasema NATO yenyewe inaendelea kutoa msaada wa kisiasa na kivitendo kwa Ukraine kupitia amri yetu huko West Baden, ofisi yetu nchini Ukraine. Na zaidi, Rutte aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari baada ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO ambao ulihudhuriwa kwa mara ya kwanza na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Alisema NATO iko tayari kusaidia vita vya Ukraine dhidi ya Urusi. Washirika walimhakikishia waziri wa ulinzi wa Ukraine kuendelea kuunga mkono Ukraine katika mapambano yake leo na kusaidia kuunda vikosi vyake vya kijeshi kwa siku zijazo. Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump unatathmini upya mbinu yake ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine, ikiwa itafikia hitimisho kwamba Urusi inataka kufuta mazungumzo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anasema Rais Trump hataangukia katika mtego wa mazungumzo yasiyoisha kuhusu mazungumzo. Tutajua hivi karibuni kama Urusi ina nia ya amani au la. Ikiwa ndivyo, hiyo itakuwa nzuri na tunaweza kuelekea kwenye amani. Ikiwa hawako, basi itabidi tutathmini upya tunaposimama na kile tunachofanya kusonga mbele kuhusu hilo. Lakini tutakuwa tukichukua nafasi yake mapema wakati tulipokuwa tukichukua nafasi yake ya utawala. Amani inawezekana, Rubio alisema katika mkutano na waandishi wa habari kufuatia mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO. Tutajua hivi karibuni vya kutosha katika muda wa wiki chache, sio miezi, ikiwa Urusi ina nia ya dhati kuhusu amani au la. Natumai wapo, aliongeza. Vile katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amewahakikishia waandishi wa habari kwamba hata Marekani inaporuka mkutano wa kikundi cha mawasiliano kuhusu Ukraine wiki ijayo, urushaji wake wa silaha za Marekani na ujasusi nchini Ukraine utaendelea. Anasema mtiririko wa bidhaa za Kimarekani na ujasusi wa Marekani kwenda Ukraine unaendelea kama kawaida. Rutte alisema katika mkutano na waandishi wa habari kufuatia mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO. Waingereza na Wajerumani, mawaziri wawili wa ulinzi, wataongoza mkutano huo kwa pamoja, mkuu wa NATO aliongeza, na hivyo kuthibitisha kwamba Marekani haitashiriki. Vile
Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unasalia na matumaini kuhusu suluhu ya amani nchini Ukraine, lakini inatambua kuwa mchakato wa mazungumzo utakuwa mgumu. Waziri wa mambo ya nje Marco Rubio anasema, tunatumai tutafanya maendeleo kuelekea amani. Mchakato wa mazungumzo utakuwa mgumu, lakini nina matumaini, alisema katika mkutano na waandishi wa habari kufuatia mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO mjini Brussels. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani pia alipendekeza kuwa ili kufikia amani, Urusi na Ukraine zinapaswa kufanya makubaliano ambayo yanakubalika kwa pande zote mbili. Hatua madhubuti zinahitajika kwa maendeleo zaidi katika mchakato wa mazungumzo. Hapo awali naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Ryabkov alisema kwamba Moscow inaichukulia kwa uzito sana mifano na suluhu zilizopendekezwa na Washington kuhusu Ukraine, lakini pia ina vipaumbele na mbinu zake zilizofikiriwa vizuri kuhusu swala hili. Vilevile Kyiv inatumia data za kijasusi inazopokea kutoka Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya Urusi kwa kutumia makombora ya kutengenezwa na nchi za Magharibi. Alexandra Savinsevich, mkuu wa kamati ya bunge ya Ukraine ya usalama wa kitaifa, ulinzi na ujasusi na mjumbe wa kundi linalounga mkono serikali la Servant of the People, anasema alipoulizwa jinsi usitishaji wa hivi majuzi wa Washington wa ugavi wa kijasusi unavyoathiri Ukraine, alisema ilikuwa na athari, hasa iliathiri utendaji kazi wa silaha zenye usahihi wa hali ya juu. Ilihusu silaha zote mbili zilizotengenezwa na Marekani na Ulaya, ikiwa ni pamoja na makombora Scalp na Storm Shadow, roketi za HIMARS zilizotengenezwa Marekani na kadhalika. Jambo baya ni kwamba ilifanyika papo hapo mara tu baada ya hatua hiyo kutangazwa. Kusimamishwa kwa zaidi ya wiki moja kuliathiri baadhi ya operesheni zilizohusisha jeshi letu na pia kuongeza hatari, mbunge huyo mkuu wa Ukraine aliongeza. Vile jeshi la Ukraine lilishambulia wilaya 8 za mkoa Belgorod inayopakana na Urusi kwa ndege 41 zisizokuwa na rubani na silaha nyinginezo na kumjeruhi raia, Gavana Vyacheslav Gladkov anasema kupitia Telegram. Hayo yakiendelea, jeshi la Ukraine limepata hasara kubwa wakati likijaribu kuvunja mpaka wa serikali ya Urusi katika mkoa Belgorod, na hali ya sasa imethibitiwa kikamilifu. Luteni Jenerali Abtel Laudinov, naibu mkuu wa kurugenzi kuu ya kijeshi na siasa ya jeshi la Urusi na kamanda vikosi vya komando vya Akhmat, anasema kwa ujumla tupo katika hali nzuri kiasi. Wiki mbili tu zilizopita adui alijaribu kwa mara nyingine tena kuvunja mpaka wetu na kusonga mbele zaidi katika mkoa Belgorod. Kila kitu kipo chini ya udhibiti sasa na maeneo haya yanasafishwa. Adui anaendelea kutuma chakula cha mizinga zaidi na zaidi, ingawa anapata hasara kubwa kila siku, Laudinov alisema. Alibainisha zaidi kwamba Ukraine inashindwa kufanya maendeleo yoyote muhimu katika eneo la mpaka wa Belgorod. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile vikosi vya jeshi la Ukraine vimeshambulia maeneo ya nishati ya Urusi katika mikoa Bryansk, Tambov na Lipetsk mara nusu dozen katika saa 24 zilizopita, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema. Hayo yakiendelea, wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo 8 katika eneo la Donetsk na mkoa wa Zaporizhzhia katika wiki ya Machi 29 hadi Aprili 4 katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Wizara ya ulinzi ya Urusi inasema imeyataja maeneo hayo ambayo jeshi hilo liliweza kukomboa ni makazi ya Pantelemonovka na Rozovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk kupitia shughuli za mashambulizi, lakini pia walikomboa makazi ya Zaporizhzhia na Uspenovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk, makazi ya Vestyolay katika Jamhuri ya Watu Donetsk, lakini pia walikomboa makazi ya Shicherbak na Lobkovoe katika mkoa wa Zaporizhzhia kupitia operesheni hiyo. Vile jeshi la Ukraine limefanya mashambulizi 7 kwenye vituo vya nishati katika mkoa wa Zaporizhzhia tangu kutekelezwa kwa kusitishwa kwa mashambulizi kwenye mfumo wa nishati iliyoanzishwa na wawakilishi wa Urusi na Marekani. Vladimir Rogov, mwenyekiti wa tume ya uhuru, miradi ya kizalendo na msaada kwa maveterani wa chama cha wananchi cha Urusi, anasema kumekuwa na angalau mashambulizi 7 kwenye vituo vya nishati katika mkoa wa Zaporizhzhia. Vile kituo cha zimamoto huko Gorlovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk kimeshambuliwa mara 2 kwa saa moja na ndege zisizo na rubani za Ukraine, wizara ya dharura ya Urusi imeripoti. Hayo yakiendelea kwenye uwanja wa kivita, kwingineko ni kwamba jeshi la Urusi limefaulu kuzuia majaribio ya wanajeshi wa Ukraine ya kuamsha tena bandari ya Mykolaiv ili kuondoa meli za kivita, kulingana na Vladimir Saldo, gavana mkoa wa Kherson, ambaye alikuwa akizungumza. Mkoa wa Mykolaiv wa Ukraine unapakana na mkoa wa Kherson upande wa mashariki na unaweza kufikia Bahari Nyeusi pamoja na kupitia mto wa kusini wa Bog.
Gavana huyo alibainisha zaidi kwamba vikosi vya Ukraine pia vilijaribu kurejesha shughuli katika bandari kwenye makazi ya Varnovka katika mkoa wa Mykolaiv. Vilevile NATO haitaweza kutuma vikosi vya kulinda amani nchini Ukraine kwa sababu Urusi inapinga vikali wazo hilo. Waziri wa mambo ya nje na biashara wa Hungaria Peter Szijjártó anasema. Kulingana naye, suala hilo halikujadiliwa katika mkutano wa hivi majuzi wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO mjini Brussels. Pengine suala la vikosi vya kulinda amani kwa Ukraine itabidi kushughulikiwa kwa namna fulani katika siku zijazo. Lakini hakuna mtu anayeamini kwamba kutumwa kwao kunawezekana hivi sasa kwa sababu itakuwa uamuzi usio sahihi, mwanadiplomasia huyo mkuu aliwaambia waandishi wa habari wa Hungaria katika mji mkuu wa Ubelgiji. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.